Tumefunga safari kwa jambo moja tu, kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail kupitia promotion ya Royal Win Plus. Ulijisikiaje bwana ulipopewa taarifa kwamba umeshinda gari aina ya Nissan X-Trail kutoka PMBet? Niliona kama ni message fans za mtandao ambazo ni za kitapeli, za uongo labda. Ndiyo. Lakini vile mlivyokuja kunipigia simu mara ya pili, nikajisikia furaha sana, nikaona ni kweli jambo linawezekana. Popote pale unaweza ukaletewa na wewe gari yako. Cheza sasa kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Yeye alisema kwamba matokeo ya kugungwa kwenye mpira wa miguu huwa yanaumiza sana. Inauma zaidi kwa sababu ilikuwa ni mechi ya mwisho ya kuamua hatima yetu, kwa sababu kombe lilikuwa uwanjani, tumelikosa kombe jipya. Lakini nataka niwaambie wana Simba, sisi msimu huu licha ya kukosa kombe, ila sisi kwenye mioyo yetu tunajiheshimu. Kumradhi. Anasema kwamba kombe msimu huu licha ya kukosa kombe, ila sisi kwenye mioyo yetu tunajihesabia kama ni mabingwa wa Afrika msimu huu, kwa sababu tumefanikiwa pakubwa mno hadi kucheza hii finali. Ni kweli Simba kwenye mioyo yao wanajihesabia kama mabingwa wa Afrika kutokana na kile ambacho wamekideliver, na ukiangalia ubora kikosi chao. Kama hivyo basi hata Manchester nao watakuwa ni mabingwa kama hivyo, kwa sababu kuna kitu kimoja. Ndio maana mwanzo hapa nilikuwa nazungumza kitu kimoja kwamba ifike hatua pia viongozi watengeneze zaidi timu wapi uwanjani, na hizi PA za nje ya uwanja hazitakiwi kuwepo. Ukiangalia kwenye upande wa mechi ya kwanza dakika 45 za Morocco, 45 za hapa katika uwanja wa Amani, unaona kabisa kwamba weight ya Simba ambayo walokwenda kukutana na timu ya RS Berkane kimizani zilikuwa ni vitu viwili tofauti. Berkane walikuwa wametimia kuanzia golini, kwenye eneo la ulinzi, kwenye eneo la kiungo, mpaka kwenye eneo la ushambuliaji. Nadhani hata mwenyewe pia ulikuwa shahidi baada ya mechi ya kwanza. Tulikuja tukazungumza kitu kimoja kwamba bahati mbaya kwamba Simba wana elimu mpanzo mmoja, ila Berkane katika kila sehemu walikuwa na mpanzo wa kuweza kuamua matukio. Na wenzetu wana channel nyingi pia za kuweza kutengeneza nafasi za magoli, kitu ambacho kimekuwa kigumu kwa upande wa Simba. Simba anapokuwa anakutana na mechi kubwa wamekuwa na struggle sana kwenye kutengeneza nafasi, lakini pia kwenye kutumia nafasi. Fadlu alikuwa anazungumza, nilimsikia kwenye speech ya kwanza kwenye mechi dhidi ya Al Masry, alizungumza akasema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo bado anaendelea kuweza kuvifanyia kazi basi ni katika eneo la mwisho kutengeneza ufanisi mzuri sana, kitu ambacho naamini kimekuwa kinamwangusha katika upande wa huu msimu. Ukiangalia kwenye hii finali ya kwanza alianza na Lionel Ateba kwenye eneo la ushambuliaji, Ovuichi akumpa kile ambacho yeye alichokuwa anakihitaji. Finali ya pili hakuanza na Lionel Ateba, ameanza na Steven Dese Mukwala, ambaye naye pia tunaamini akumpa kile ambacho alichokuwa anakihitaji. Ukirejea kwa Kongo wengi huwa wana msemo mmoja kwamba timu ya ushindi mara nyingi haibadiliki, lakini kwa Fadlu imekuwa ni tofauti. Yaani rotation imekuwa ni kubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji. Ameshindwa nani kumuuzia imani kuhakikisha kwamba anakuwa ni kinara kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa maana hiyo mwalimu hauwezi ukapata kile ambacho anachokihitaji, kwa sababu kama mechi unampa Mukwala, afu mechi ijayo haumpi tena Mukwala, anaenda kucheza Lionel Ateba, hata wao pia hawajengi na hawapi ile confidence ya kuamini kwamba hapa mimi mwalimu ananiamini na mimi inabidi niatimize majukumu yangu. Kwa hiyo nadhani sehemu ya kwanza ambapo Simba walifeli ni katika hiyo eneo la ushambuliaji. Ndio sehemu pekee ambapo mechi nyingi zimekuwa zinaamuliwa. Lakini jambo jingine ni namna ambavyo viongozi walivyofanya selection pia ya timu yao kwa msimu huu. Na ni ngumu sana ukaenda kwenye mashindano makubwa ukiwa na walinzi wawili mpaka watatu tu eneo la ulinzi, hasa katika mabeki wa kati. Kwa maana alikuwa Chamu pamoja na Shemalon Fondo, bila kumsahau Abdurazak Hamza. Lakini Chamu amekuja kuingia kama surprise package kwenye hili disha. Yaani amekuja kuingia hapa katikati mwa msimu, lakini ukianza kuiangalia timu yao mara nyingi alikuwa anacheza Shemalon pamoja na Abdurazak Hamza. Ndio maana hata ukiangalia kwenye upande wa hatua ya makundi mwalimu alikuwa anashindwa kufanya rotation, kwa sababu kuna baadhi ya mechi kama 2 ama 3 Shemaloni kwa makosa yake binafsi alikuwa anagharimu timu inaenda na concede goli. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba kwa msimu huu nadhani viongozi pamoja na mwalimu kuna kitu ambacho wamekiona ambacho anatakiwa pia kuweza kukifanyia kazi. Lakini katika kitu ambacho nimejifunza tukirejea kwenye kauli ya Sir Ramovic kwamba ligi yetu inakosa intensity, unakiona kabisa. Yaani
Ukiziona Simba na Yanga hapa zinashinda goli 5-6, unapozipeleka kimataifa zinashindwa kuweza kufunga hayo magoli, unaona kabisa kwamba tunaponzwa pia na ligi ambayo sisi tuko nayo. Hawa watu ambao tunaoshindana nao wa 14 hawatufanyi sisi kuwa imara kimataifa zaidi, bali tunaonekana kwamba tuna timu bora, lakini tunapofika kwenye hatua za mbele sisi tunashindwa kuwa na performance nzuri zaidi. Kikubwa ni cha kumpongeza Fadlu ni jana, baada ya kuulizwa kwamba una dukuduku lolote mechi kuweza kuchezeka hapa kwa amani, akasema hapana. Yeye kama mwalimu, jambo la kwanza ni kuandaa vizuri wachezaji kisaikolojia, na sehemu yote wao kama wachezaji pamoja na benchi la ufundi wako tayari kuweza kufanyaje, kuweza kucheza. Lakini kwa hichi ambacho wamekiona msimu huu, nadhani sasa viongozi wanatakiwa kuweza kurudi chini kuangalia ni sehemu gani ambazo wanatakiwa kuweza kuboresha zaidi kwa ajili ya msimu ujao. Raymond, kwenye hili la Ahmed Ally una lipi la kuzungumza? Binafsi naamini Simba wameoverachieve. Wameoverachieve kwa sababu ilikuwa mwanzoni mwa msimu ukisema Simba itacheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, kila mtu alikataa. Kila mtu Simba hii. Kwa nini watu wataoji? Sio kwamba Simba sio giant, ni giant, lakini lishafu ambayo imefanyika ndani ya kosi cha Simba, benchi la ufundi zima wameongeza watu. Wameregister almost 14 players kama kumbukumbu zangu zipo sawa. Wamesajili wachezaji 14 wapya, na hao 14 almost 5 mpaka 6 ni regular starters wa sasa kwenye kosi cha Simba. Hiyo pekee inatosha kusema Simba ilikuwa inahitaji muda zaidi kuliko ambao imeonesha hivi. Yaani kwa alichokifanya msimu huu mimi naona ameenda beyond kile ambacho watu wengi tulitarajia. Lakini kwa vile binadamu ameumbwa na expectations, kadri ambavyo unazidi kusogea matarajio yake yanazidi kuwa makubwa zaidi. Ndio maana kuna watu wanaamini Simba itakiwa kuchukua kombe. Lakini ukija kwenye makaratasi, nafikiri hata contract ya Fadlu wakati wanamwambia, sidhani kama alikuwa na yota finali ya kombe la shirikisho. Walikuwa wanamwambia sisi at least twende nusu, sababu robo tumecheza sana. Na kama unakumbuka Betha pamoja na Juma, Simba madai yake watu wengi wanataka ikacheze nusu, kwa sababu mara nyingi kwa inaishia robo, lakini kile cha kucheza nusu Fadlu ameshaki achieve. Amecheza nusu na ameenda mpaka finali. Kwa hiyo nafikiri kuna namna fulani hivi Simba ameoverachieve kile ambacho kikuwepo tunakitarajia. Lakini pia Simba hajaoverachieve peke yake huko. Kwenye msimu huu wa kwanza kocha pamoja na wachezaji almost 14, Simba bado ni title contender kwenye ligi. Bado ni title contender kwenye FA. Yaani bado anaendelea kuonesha ule ubora wake, japokuwa yupo kwenye kipindi cha kutengeneza team, bado ana rebuild, yupo kwenye rebuild phase. Kwa nafikiri binafsi Simba si dhani kama kuna kitu ambacho natakiwa kuadai kwenye michuano ya kombe la shirikisho, kwa sababu wameoverachieve. Lakini pia hata jinsi ambavyo wamecheza second leg ya finali, wamecheza kama ni watu ambao walikuwa wanahitaji ile mechi. Na regardless kuna muda walikuwa wanacheza akiwa pungufu, lakini bado walikuwa determination ya kuonesha uwezo kwamba si bado tunahitaji, si tupo nyumbani, sisi ni Simba, sisi ni amongst giants ambao tupo sasa hivi kwenye mpira wa Afrika, tunahitaji hichi kitu. Nilikwambia hapa jana, kwa mtu ambaye alikuwa hajaanza kuangalia ile mechi, kipindi cha pili ukiwaambia Simba wako pungufu, mtu anaweza akakuchapa. Yaani ilikuwa ni ngumu kuona Simba wako pungufu unless uwe mtu ambaye unaangalia Simba tactically. Unaona kabisa okay, Simba kwenye progression inakosa mtu. Simba labda kwenye rest defense inakosa mtu. Lakini ukiwa unaangalia kwa macho yale ya juu juu, ulikuwa ni ngumu kuona ni eneo gani ambao Simba alikuwa na upungufu wa mtu. Lakini ukija tactical ndio utaona. Kwa nafikiri binafsi sina ambacho namdai Fadlu this season kabisa. Sina ambacho natakiwa kuidai Simba kwenye michuano ya CAF kwa sababu wameoverachieve, wameenda beyond kile ambacho inatakiwa kwenda. Fadlu aliambiwa nusu finali, Fadlu kacheza finali. Nusu finali na kapita. Sawa. Jana bwana, miongoni mwa